Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka Tanzania. Karibu, hii ni sports update na hii ni Game On TZ. Mimi naitwa mpekuzi.com. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimeendelea kufanya vizuri kweli kweli, huku kikiendelea kufanya maandalizi kuelekea katika michezo ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba siku za hivi karibuni wanatarajia kuingia dimbani Oktoba 18 ya mwaka 2025 kwenda kumkabili Nsingizini kutoka pale nchini Eswatini. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi hii leo kimeingia dimbani tena kwa mara nyingine tena baada ya mchezo wa kwanza wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka pale Sudan ya Kusini, lakini leo majira asubuhi saa 5 Simba tena wameingia dimbani kwenda kumkabili Al Hilal Omdurman kutoka pale nchini Sudan ya Kusini, mchezo wa kirafiki. Haya ni maandalizi kuelekea katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia Simba, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimeendelea kwenda kujiimarisha zaidi, huku kikiwa kinaendelea kusaka kwa baadhi ya wakufuzi ambao watakoendelea kuimarisha klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, huku taarifa ya awali baada ya Simba kuweza kumtangaza kocha mkuu wa kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba Dimitar Pantev kutoka pale taifa la Bulgaria akiwa na umri wa miaka 49. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba tena wametarajia kumtangaza kocha wa magolikipa baada ya kocha wa magolikipa hapo awali kuweza kuachana na klabu hiyo ya Simba, huko wakielekea kule nchini Morocco. Moja kati ya klabu ambayo walikuwa wameelekea kule nchini Morocco ni moja kati ya klabu hiyo ni Raja Athletics Club. Simba wamemtangaza kocha wa magolikipa aitwaye Vitomil Vutovic kutoka taifa la Bulgaria mwenye umri wa miaka 49. Ukijaribu kumtazama kocha Dimitar Pantev pamoja na kocha Vitomil Vutovic wote wakiwa na umri wa miaka 49, tafsiri ni kwamba wote wakiwa wamefanana kwa umri huo, huku kocha msaidizi aliyekuja na kocha Dimitar Pantev kwa kikosi hiko cha Simba na pia akiwa na umri wa miaka 49, huku rais pamoja na rais wa heshima na mwekezaji wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba bado wanaendelea kuimarisha kikosi hiko cha Simba, na huku wakiendelea kufanya vizuri, huku wakiwa na uhakika zaidi kwenda kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na michuano mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na CRDB Federation Cup ambayo inayotarajia kuanza siku za hivi karibuni. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimeendelea kufanya mazoezi yake huku wakijiimarisha, na huku mazoezi yakiwa bora zaidi kwenye kikosi hiko cha Simba, na huku kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev anaendelea kuwapa mazoezi ya kinifu kabisa, huku wachezaji, kila mchezaji wa klabu hiyo ya Simba Sports Club Tanzania wapo katika morali nzuri na kila mmoja anafurahishwa kile ambacho anachokifundisha kocha Dimitar Pantev, huku bodi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeendelea kuimarika zaidi kwenda kufanya mambo kadha wa kadha kuhusiana na mienendo ya klabu hiyo msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo Simba wapo katika michakato mbalimbali kwenda kwanza kuimarisha klabu hiyo ya Simba. Aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Fadlu Davis, raia kutoka Afrika Kusini, mmoja kati ya mataifa ambayo anaitumikia ni pale nchini Morocco, huku akiwa ametuma ujumbe mzito baada tu ya kikosi hiko cha Simba kuweza kuachana na kocha huyo kutoka hapo taifa hilo la Afrika Kusini. Kocha Fadlu Davis ameeleza kwenye kurasa yake wa mtandao wa kijamii huko Twitter. Zamani ulikuwa ukifahamika mtandao wa Twitter, lakini kwa hivi sasa unafahamika mtandao wa X. Kocha Fadlu Davis ameabainisha kwamba anawatakia kila la heri kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kufanya vizuri katika michuano mbalimbali kombe la bingwa barani Afrika, lakini pia amewatakia kila la heri kwa maandalizi mema, huku akiwa na kocha mpya, kocha ambaye hata mwezi bado hajaweza kufikisha. Kocha huyo Fadlu Davis aliachana na klabu hiyo wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kusema kwamba amepata ofa nzuri huko nchini Morocco, na amesema kwamba yeye hana hiana na kikosi hiko cha Simba bali tu anawatakia kila la heri. Lakini moja kati ya taarifa ambayo imeweza kuzua gumzo kweli baada tu ya kocha Fadlu Davis kuweza kuiposti kwenye kurasa yake wa mtandao wa kijamii, mtandao wa X, huku akimshauri kocha mpya wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev kwamba yeye
ameondoka kwenye klabu hiyo ya Simba, anawatakia kila la heri, lakini pia amesema kwamba hana kasoro ama hana wasiwasi na kocha mpya ambaye Simba wameweza kumtangaza. Anaimani uwezo wa kocha huyo Dimitri Pantev anaweza akawafikisha Simba kwenye nchi ya ahadi. Lakini pia kocha Fadlu ameeleza kwamba ubora wa kocha huyo, hakika kabisa Simba watakuwa wamepata maamuzi sahihi ama watakuwa wamepata kocha sahihi, kocha ambaye anaweza kwenda kufanya klabu hiyo kwa bora zaidi. Msimu wa mwaka 2024-2025 katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la CRDB Bank Federation Cup na kombe la Confederation Cup CAF, Simba wamefika katika hatua nzuri kweli kweli. Ukijaribu kutazama kombe la shirikisho barani Afrika, Simba walifika kwenye hatua ya fainali huku wakienda kuwakabili RS Berkane kutoka pale nchini Morocco. Kombe la CRDB Bank Federation Cup, Simba aliishia kwenye hatua ya nusu fainali huku akitolewa na Singida Black Star. Huko kocha Fadlu amesema kwamba msimu huo wa 24-25 yeye amefanya vizuri sana kwenye klabu hiyo ya Simba, lakini pia anawatakia kila la heri msimu huu 25-26 waendelee kufanya vizuri kama vile msimu uliopita walipokuwa wamefanya vizuri. Msimu huu wa 25-26 Simba wapo katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, tofauti na msimu uliopita 24-25 huku akiwa katika kombe hilo la kombe la shirikisho barani Afrika. Simba wanatarajia kuingia dimbani Oktoba 18 mwaka 2025 huku kwenda kuwakabili Nsingizini kutoka pale nchini Eswatini. Huku kikosi hiko kimeendelea kuimarika zaidi na huku akiwa anafanya mazoezi kwa jitihada nzuri kuhakikisha kabisa mambo yanaenda kuwa mazuri zaidi. Kocha tayari ameshaanza project yake ya kwanza huku kuwafanya wachezaji kwa bora zaidi, lakini pia kujaribu kuwakusanya kwa baadhi tu ya viongozi mbalimbali ambao watakaoenda kuinoa klabu hiyo ya Simba. Tayari kocha wa magolikipa Simba tayari wameshamtangaza na tayari ameshaanza kuanza kazi kwenye viwanja vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kocha Dimitri Pantev ameomba viongozi wa klabu hiyo ya Simba kuweza kufanya mchakato haraka iwezekanavyo kuweza kumpata kocha mpya wa kocha wa viungo, coach fitness, ambaye kwa hivi sasa Simba wanaendelea kunolewa na yule kocha ambaye alikuwepo katika mikono ya kocha Fadlu Davis ambao wenzie wameamkia kule nchini Morocco. Lakini kocha huyo ameendelea kusalia hapo na huku akisema kwamba kama viongozi wa klabu ya Simba watamfukuza kocha huyo wa viungo klabu hiyo ya Simba, yeye hatakuwa na hiana, atakubali kuondoka kwenye viungo hivi vya Msimbazi. Lakini pia kocha Dimitri Pantev ameeleza kwamba anahitaji kwa hudi na uvumba kuweza kumpata kocha wa aina hiyo, kocha wa viungo haraka iwezekanavyo, kwani kwa hivi sasa Simba hawana kocha wa viungo ambaye ni tegemezi. Kwenye ripoti ya mwalimu, kocha Dimitri Pantev ameeleza kwamba anahitaji kocha wa viungo mwenye uwezo mzuri, mwenye kufanana ile itikadi na uweledi ambao yeye alikuwa amejaribu kutengeneza kwa hivi sasa tangu tu ambale alipokuwa ameingia kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha Dimitri Pantev ameanza kazi yake ya kwanza Jumatatu, ambayo wiki hii iliyopita ndio alianza session yake ya kwanza kufanya mazoezi katika uwanja wa mazoezi pale Bunju Simba Arena, na kufikia mpaka hii leo akiwa na siku 7 tu tangu pale ambapo alipotangazwa na kikosi hiko cha Simba. Kocha Dimitri Pantev ana imani kubwa sana kwa kikosi hiko vile ambavyo alivyojaribu kukitazama, na ametoa rai kwa viongozi wa Simba kwa hivi sasa hawezi kuondolewa hata mchezaji mmoja, kwani tu ana imani kwamba hao waliobaki kwenye kikosi hiko cha Simba hakika kabisa watakuwa ni wachezaji wazuri. Kama mchezaji ambaye hataweza kumridhisha pale tu ambapo dirisha dogo la usajili mwaka 2026 Januari litakapoenda kufunguliwa, basi yeye kocha Dimitri Pantev hatakuwa na hiana, atachukua maamuzi mkononi, huku taarifa zingine zikieleza kwamba mshambuliaji ama kiungo mshambuliaji kutoka taifa la Kenya 254 huku Mohamed Bajaber akieleza kwamba mpaka hivi sasa Simba wamemsajili Mohamed Bajaber kwenye kikosi hiko huku akiwa na majeraha ya goti. Lakini kwa ripoti tu mwalimu kocha Fadlu ama kocha Dimitri Pantev ameeleza kwamba anahitaji mchezaji mwingine kutoka pale taifa la Botswana. Moja kati ya wachezaji bora kweli kwa hivi sasa kocha Dimitri Pantev anaowahitaji kwenye kikosi hiko cha Simba ni kiungo mshambuliaji kutoka pale taifa hilo la Botswana. Moja kati ya klabu ambaye anayeitumikia mchezaji huyo ni klabu ya Gaborone United.
Ifikapo Oktoba 18 Simba wataingia uwanjani kwenda kuwakabili Nsingizini, lakini pia ukiachana tuna taarifa hiyo kuhusiana na Septemba 28 mwaka 2025 Simba tu walipoingia dimbani kwenda kumkabili Gaborone United katika dimba la Benjamin William Mkapa Lupaso jijini Dar es Salaam, ambapo Simba mchezo huo ulitamatika kwa dakika 90, Simba wakitoka sare ya goli 1-1. Kwa nafasi hiyo, kwa matokeo hayo, Simba waliweza kupata bahati ya kufuzu mbele ama kufika katika hatua inayofuata. Mimi naitwa Mpekuzi.com, hii ni Game On TZ na hii ni Sports Update. Mimi ni Mpekuzi.com.